Dabi siku zote ni uti wa mgongo wa shirikisho lolote la soka nchini, na upande wa ligi kuu ya NBC dabi kubwa zaidi ni dabi ya Kariakoo, Simba dhidi ya Yanga ama Yanga dhidi ya Simba. Lakini Mzizima Dabi pamoja na Dar es Salaam Dabi nayo ni moja kati ya dabi iliyo kubwa mara baada ya Kariakoo Dabi, Simba dhidi ya Azam ama Azam dhidi ya Yanga. Hii ni dabi ambayo hivi sasa imeshika hatamu. Hii leo ni Dar es Salaam Dabi katika dimba la Benjamin Mkapa. Hii leo Azam FC anamkaribisha Yanga katika uwanja wa Benjamin Mkapa majira ya saa 2:30 usiku, na ndio maana sisi Ava TV tupo hapa. Lengo ni kukuletea ripoti na habari, pia matukio yote ambayo yanahusu mchezo huu wa leo, Azam FC dhidi ya Young Africans, mchezo wa dabi ya Dar es Salaam. Na hivi sasa ni mapema sana katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Nje ya uwanja huu wa Benjamin Mkapa tayari pilika zimekwisha anza. Mapema sana mashabiki lakini pia wadau wa soka wakijitokeza kuja kuangalia ni utaratibu wa aina gani ambao utawawia urahisi wao kuingia katika dimba la Benjamin Mkapa ili kwenda kushuhudia mchezo huu wa dabi ya Dar es Salaam. Mimi naitwa Jadu, waweza niita mtaalam Aljad Aziz Ali Shentembo, nipo na Wilvin Trends, na lengo letu ni kukuonyesha hali ilivyo nje ya dimba la Benjamin Mkapa mapema hivi sasa kabla ya majira ya saa 2 usiku kwenda kushuhudia mchezo wa dabi ya Dar es Salaam ambao utapigwa hapa katika dimba la Benjamin Mkapa. Na nikukumbushe tu matokeo ya mwisho mara ambazo timu hizi zilikutana. Nakumbuka timu hizi zilikutana katika mchezo wa fainali ya Mapinduzi Cup kule Gombani Pemba, na mechi kwa dakika zote 90 iliisha suluhu ya bila wao kufungana. Alafu kwenye mikwaju wa penalty Yanga akawa bingwa wa michuano ya Mapinduzi. Lakini msimu uliotamatika Yanga dhidi ya Azam na Azam dhidi ya Yanga waliweza kutoshana nguvu katika mzunguko wa kwanza akipata ushindi Azam, alafu mzunguko wa pili akapata ushindi Yanga. Ilikuwa hivyo kwa misimu miwili mtawalia, huyu akishinda mzunguko huu, huyu anashinda mzunguko unaofuata. Je, hii leo yatajirudia yale kwamba mmoja atashinda hapa na tukisubiri mzunguko wa pili mwingine atamfunga mwenzake? Hayo yote ni mambo ya kusubiri na kuona, na hii leo kama itakuwa hivyo, nani atakuwa wa kwanza kumfunga mwenzake? Hivi sasa Azam FC anajinasibu kuwa na wachezaji bora lakini pia kocha mkubwa sana barani Afrika, huku akiamini ya kwamba wao wana kikosi imara, na ndio maana mchezo huu ameuleta katika dimba la Benjamin Mkapa, kwa sababu wanaamini kikosi walichokuwa nacho popote pale wana uwezo wa kupata matokeo. Wananchi Yanga, licha ya maneno mengi mitandaoni kwamba hawachezi vizuri, hawachezi mpira biriani, lakini wao wanachoangalia ni kukusanya alama, na ndio maana mpaka hivi sasa Yanga ana unbeaten kwenye ligi kuu ya NBC mpaka hii leo. Nini kitakwenda kutokea? Haya yote tutasubiri kuyaona mara baada ya dakika 90, mchezo ambao utapigwa hapa majira ya saa 2:30, na sisi tutakuwa hapa kukuletea matukio yote hivi sasa na hata baada ya mchezo huo husika ambao utapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Bila shaka ulimisi kuona soka likipigwa katika dimba la Benjamin Mkapa, basi hii leo fika hapa mapema sana, kata tiketi yako, mzunguko ni shilingi 5,000 ili uweze kwenda kushuhudia burudani ya soka ambayo itapigwa ndani ya dimba hili la Benjamin Mkapa. Endelea kutazama hali ilivyo nje ya dimba la Benjamin Mkapa hivi sasa ili uweze kuiwa na wewe kuja katika dimba hili kuweza kusogea karibu kwenda kushuhudia mchezo huu wa dabi ya Dar es Salaam. Bana vipi? Kama kama. Bana tulia tuongee. Unakaa mbali. Tuangaishi ubongo. Uko sehemu gani?
Utuangaishi ubongo. Uko sehemu gani? Utuangaishi ubongo. Uko sehemu gani? Utuangaishi ubongo. Uko sehemu gani?